Media TV, siku zote tunazidi kawaida. Tunaendeleza na kuimarisha matumizi ya tehama katika utekelezaji wa shughuli za mahakama ili kuimarisha ufanisi. Hivi sasa tunajenga mfumo unaotumia akili unde, that is artificial intelligence, kwa ajili ya kuchukua au kurekodi mwenendo wa kumbukumbu za mashauri na hukumu mahakamani. Katika mfumo huu, jaji, hakimu, wakili, shahidi na kadhalika wanapotamka au kuzungumza mahakamani, mfumo huo unatafasiri lugha iliyotumika na kuiandika kwa lugha inayokuwa imechaguliwa kuandikwa, that is translation and transcription, the real time translation and transcription. Wakati huo mfumo huu utakapokuwa umeanza kutumika, utaimarisha sana ufanisi wa utendaji wa mahakama, kwani kuchukua kumbukumbu za mwenendo wa mashauri mahakamani kwa kuandika kwa mkono au kompyuta kunachelewesha na kunachosha na wakati fulani hata kupotosha. Tutaendeleza na kuimarisha utaratibu wa kusikiliza mashauri kwa njia ya mtandao, that is online litigations, na hivyo kuleta unafuu katika gharama na kupunguza usumbufu kwa wadau wa mashauri mahakamani. Mahakama ina wajibu wa kulinda utawala wa sheria, kusimamia utekelezaji wa mikataba, kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha kuwa maendeleo yanayopatikana yanawanufaisha Watanzania wote kwa usawa. Sambamba na hayo, mahakama pia ina mchango mkubwa katika utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050 kwa kutekeleza yafuatayo: 1. Kuendelea kulinda haki na misingi ya katiba. 2. Kuhakikisha migogoro ya kiuchumi, kibiashara na kijamii inatatuliwa kwa haraka na kwa haki. 3. Kujenga imani ya wananchi na wawekezaji katika mfumo wa kisheria wa nchi. 4. Kukuza uwajibikaji na nidhamu katika utumishi wa umma na sekta binafsi. 5. Kudumisha amani na mshikamano wa kitaifa ambao ni msingi wa maendeleo endelevu. 6. Kuwezesha mazingira bora ya uwekezaji na ukuaji wa uchumi kwa kuhakikisha utawala wa sheria unazingatiwa. 7. Kulinda haki za makundi maalum wakiwemo wanawake, watoto na watu wenye mahitaji maalum. 8. Kuzuia migogoro inaweza kuwa chanzo cha migawanyiko ya kijamii au kisiasa. 9. Kuhakikisha utekelezaji wa sera na mipango ya maendeleo kwa kutoa tafsiri ya kisheria iliyo wazi na thabiti. 10. Kujenga na kuimarisha utamaduni wa kuheshimu sheria, haki na taasisi za umma. 11. Kuchangia katika mapambano dhidi ya rushwa na matumizi mabaya ya madaraka kwa kutoa haki bila upendeleo. Na mwisho, kuwezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa kwa kuwahakikishia ulinzi wa haki zao kisheria. Namshukuru sana Rais wa Chama cha Wanasheria. Ametuasa viongozi kwamba sio vizuri kuendelea kuzungumzia yaliyojiri tarehe 29, kwa sababu tarehe 29 Oktoba, kwa sababu yanatuonesha vidonda na pengine anaweza pia yasisaidie sana katika mchakato wa haki. Sasa niseme kwanza, nakubaliana naye 100%. Na pili, naongezea pale aliposahau kwamba sio viongozi wa serikali peke yake, na viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za kijamii na wanaharakati. Rais ameunda commission ya kufanya inquiry, inaendelea kufanya kazi, kuendelea kuzungumzia kwa viongozi wa serikali, wa taasisi za kijamii, vyama vya siasa, wanaharakati, kuendelea kuongelea nje ya mfumo wa kisheria uliowekwa kwa jambo hili ni kutolitendea haki taifa letu. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mtu anayeipenda Tanzania akubaliane na Rais wa Chama cha Wanasheria kwamba tusitoneshane, tutoe nafasi kwa vyombo vya kisheria kutimiza wajibu wake. Kwa kutambua umuhimu wa mahakama katika ujenzi wa taifa letu, serikali imeendelea kuchukua hatua za makusudi katika kuimarisha uhuru wa mahakama ili kuiwezesha kutekeleza wajibu wake kikamilifu na kuchochea ustawi wa maendeleo ya taifa. Lengo kuu la hatua hizi ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kujenga taifa lenye amani na uchumi jumuishi na uimara. Aidha, serikali itaendelea kuimarisha kushirikiana na mahakama katika ujenzi wa miundombinu ya mahakama,
kuimarisha rasilimali watu na kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama na kusogeza huduma za utoaji haki karibu zaidi na wananchi, hususan kupitia mpango wa ujenzi wa mahakama ya mwanzo na kata nchini zisizo mahakama za mwanzo. Mheshimiwa Jaji Mkuu ameipongeza serikali kwa kuendelea kuimarisha na kuheshimu uhuru wa mahakama. Hata hivyo, nawataka majaji na mahakimu kutekeleza jukumu lenu la utoaji wa haki kwa kuzingatia masharti yaliyoainishwa kwenye ibara ya 107A, 2A mpaka E na 107B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamwe uhuru wa mahakama usitumike kama kichaka cha kuficha uzembe, upendeleo na vitendo visivyo vya haki. Uhuru huo ni dhamana ya kutenda haki kwa uadilifu, uwazi na kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi. Kupata taarifa zetu, subscribe chaneli yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida.